Kuna mambo ya kufanya ili uwe na neema ya kukua kiroho. Kuna mambo inatakiwa uyazingatie ili uweze kukua kiroho. Ni lazima uwe na kiu na neema tele ya kukua kiroho wakati unamtafuta Mungu. Usitamani wakati unampenda Mungu au kumtafuta Mungu ukazidi kushuka na kutokuelewa yaliyo ya Mungu. Tamani ukue kiroho siku hadi siku. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa kuna mambo ambayo yanatakiwa uangalie na kuna mambo ambayo yanatakiwa uyatazame kila itwapo leo ili uweze kukua kiroho. Bwana Yesu atusaidie sana. Ndio. Katika kile kitabu cha Zaburi ya kwanza na mstari wa kwanza ule mpaka wa 3. Bwana Yesu atusaidie sana. Ukitaka kukua kiroho, mweke Mungu wa kwanza. Tafakari sheria ya Mungu. Unapotaka kukua kiroho, mweke Mungu wa kwanza katika kila jambo. Tafakari sheria ya Mungu. Jitenge na wasio haki, wakosaji na wenye midhaa. Biblia imeweka wazi katika Zaburi ya kwanza. Inasema pale, tusome. Nitasoma Zaburi ya kwanza mstari wa kwanza hadi wa 3. Nasoma kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ndio. Heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki. Heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki. Wala hakusimama katika njia ya wakosaji. Ndio. Wala hakuketi barazani pa wenye mizaha. Ndio. Mstari wa 2. Bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo. Na sheria yake huitafakari mchana na usiku. Ndio. Mstari wa 3 na wa mwisho. Naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji. Uzao matunda yake kwa majira yake. Ndio. Wala jani lake halinyauki. Ndio. Na kila alitendalo litafanikiwa. Amen. Bwana Yesu atusaidie sana. Hawa ni watu ambao wanahitaji kukua kiroho. Lazima wawe na tabia hizi. Kama utakuwa na tabia ambazo zimeandikwa hapo, ukuaji wa kiroho utakuwa unadumaa. Utakuwa hauna mwelekeo. Utakuwa bado hauna ushindi unaotakiwa. Bwana Yesu atusaidie sana. Na hicho ni kitu ambacho kwa kila mtu ambaye anamtafuta Mungu anahitaji awe nacho. Na jambo la pili ni lazima imani zetu zikue. Lazima imani zetu zikue. Imani ni muhimu sana ili unapohitaji kuwa kiroho. Lazima imani zetu zikue. Unapomtafuta Mungu lazima uwe na imani isiyokuwa ya kawaida. Kila inapoitwa siku, imani yako ikue kwa ajili ya Mungu. Na jambo la 3 ni utukufu wa Mungu ukapate kuongezeka siku zote. Bwana Yesu atusaidie sana.